Mtu mmoja amenusurika kifo baada ya kupewa kichapo kikali na wananchi wenye hasira kali katika mtaa huu wa Amboni uliopo katika kata ya Central jijini Tanga nchini Tanzania. Lakini moja kati ya mitaa ambayo imetajwa kuwa na wezi basi ni mitaa hii. Kwa majina naitwa Mwanaisha Saidi Ramadhani, ni mwenyekiti wa Amboni kata Central. Muda kama saa 11:30 hivi mimi niko saluni nikasikia kelele ya mwizi. Kelele ya mwizi ni pale pale nyumba ya saluni, akapita mle, tukaingia. Baada ya hapo akaruka nyumbani kwetu. Tumeingia, watu wakataka kumpiga, tukataka kujua kilichofanyika ni kitu gani. Mama jirani akatuambia kwamba huyu ameingia akiwa na mkewe, anataka kumuibia kuku. Hiyo ndo taarifa ambayo tunayo. Kwa hiyo hatuna uhakika kama ni kweli, lakini taarifa hizo tunazo, na kiukweli kabisa hao wezi wanatuumiza sana. Na ukizingatia hao wanywaji dawa, na yule mmoja hapo mnywaji dawa. Kwa hiyo wanatuumiza, wanatutesa sana. Yaani kero kubwa ya mtaa wetu ni hiyo. Kwa hiyo linatuumiza. Kwa hiyo hata jirani au mtu yote ukimwambia bwana muache, anaumia kwa sababu anatukela. Jana tu tumetoka kuibiwa hapo jirani. Yaani muda wote wanaingia na kutuibia. Ndio serikali iangalie itatufanyia nini, kwa sababu kwanza sisi wito wetu mkubwa hasa kwa kata yetu ya Central, hao wanywaji dawa watuondolee. Kwa sababu hao wanywaji dawa kuanzia saa 8 kwanza hawana muda maalum. Muda wote mtu anakuambia amekuja kunywa dawa. Akinywa dawa basi waweke utaratibu, anapokunywa dawa anapomaliza aondoke. Lakini wako muda wote, ukitoka saa 11 mwakuta, saa 12 mwakuta. Kwa hiyo yani hiyo ni kero. Kama serikali inajisikia na inaweza kutusaidia, naomba itufanyie hiyo kazi kwa kweli. Hali ya mtaa huu kwa kweli kidogo inatisha, kwa sababu kumekuwa na wimbi la vijana ambao wanakaba watu. Na si kwa mara ya kwanza wala si kwa mara ya pili. Mimi mwenyewe nimewahi kukabwa. Ukiniangalia mguuni hapa ni vibaka walinikaba. Walikuwa na pikipiki. Kwa hiyo nyuma yake alijitahidi kunikwapua mzigo wangu, lakini kwa bahati nzuri nikawazuia. Kwa hiyo na ilikuwa ni kitendo cha haraka, lakini ilikuwa ni kwa mtaa wa pili hapo. Kwa hiyo hawakufanikiwa kuchukua, lakini mimi nilikosa balance nikaumia. Kwa hiyo linisababishia maumivu. Kwa kweli kama tunavyojua eneo hili lina vijana wengi wanaenda kunywa dawa, na kuna vijana wengi ambao wanakutana na hali ya maisha, nadhani naona chaguo lao wanachukua ni kwenda kuiba. Lakini kumbe sio sawa. Kuna namna nyingi ya kujipatia kipato. Labda pengine anaiga mfano mbaya wa wazazi wao, kwa sababu kuna ambaye alipigwa kisu hapo, inaonekana babake naye alikuwa mteja na ni mkabaji inavyosemekana. Kwa hiyo yeye aliona solution, na ni kijana mdogo, solution ya maisha aliona ni kukaba, lakini mimi naona sio sahihi. Bado jamii haina uelewa mpana kuhusiana na hali ya maisha. Hawapaswi kuiba, ni kujikwamua, na labda serikali kidogo iweze kutengeneza mazingira kwa vijana, kama kuwaita, kuangalia kwenye mitaa yetu kuna vijana wangapi wenye ajira, na kuwakutanisha katika namna mbalimbali ya kuweza kujikwamua na hali ya maisha na si kuiba. Nadhani walinzi asilimia kubwa ni sisi wenyewe tunasaidiana kwa kupeana taarifa kwa wakati. Kama alivyoibiwa mwenzetu pale, tukasaidiana kwa kutoa taarifa. Na hakika tuliweza kumbana yule, na baadaye aliweza kutoa vile alivyoviiba. Jamii iweze tuweze kupata watu ambao wanaweza kutusaidia kufanya ulinzi nyakati zote, na kuhakikisha lile kundi ambalo linajihusisha na wizi kukamatwa na kuweza kutengenezewa mazingira ya kuwasaidia, kama kuwapa ajira, na kama sio kuwapa ajira, kama ni tabia basi wachukuliwe hatua kali ambazo zitakazowafanya na wengine waogope kufanya matukio kama hayo. Tunalishukuru jeshi la polisi ambalo limeweza kuwasili katika siku ya leo na kuweza kumnusuru mtu huyu na hatimaye kumpeleka katika sehemu husika, ingawa bado jina lake halijaweza kufahamika ni mtu wa wapi. Mimi naitwa Nasir bin Nasir.